وصلي وسلم على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا مضل له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الباشر خلق أمره وحمله الظاهر بكرم مجده. الباسط بجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja kipenzi chetu mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, tuko katika mwezi wa Shawwal. Mwezi wa Shawwal ni mwezi wa mfungo mosi. Katika mwezi huu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, inapendeza zaidi kufungisha ndoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ndugu zangu, mada yetu ya leo ni umuhimu wa ndoa katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, na mada hii niliweza kuizungumza mwaka jana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinipa taufiki ya kuzungumza mada takriban 37 katika mwaka jana, na leo napenda nirejee mada hii, na ni mada ndefu sana, mada ambayo nitakuja na part 2, sehemu ya pili ya mada hii. Kwa kuwa mwaka jana niliweza kuiongelea, mwaka huu nimeamua kuirejea katika nafasi ya pili, kuweza kusherehesha zaidi ya umuhimu wa ndoa katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa min ayatihi, miongoni mwa dalili ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba ndoa. Ndoa ambayo zao linalopatikana katika ndoa ni faida ya yule anayeoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema litaskunu ilaiha, ni kwa ajili ya utulivu wa mwanadamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kisha Mwenyezi Mungu kutokana na ndoa anajalia kwa wawili nyinyi, mke na mume, kuwapa mapenzi na kuoneana huruma. Kwa ndoa huzaa ndani yake utulivu, ndoa huzaa ndani yake kupendana, na mkipendana Mwenyezi Mungu anazalisha huruma baina yenu.
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kwani kutokana na hayo ni mazingatio kwa watu wenye akili. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatamka katika kuoana, kanuni inasema ni azwaja, lazima muwe pea. Kwa hiyo usiowe tu, ila kwa sharti lazima uowe mwanamke kwa kuwewe awe ni azwaja, awe ni pea kwa kuwewe, anafanana na wewe, ana matendo ambayo yanafanana na wewe. Hii ndio kanuni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyezungumza katika Qur'an. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumzia mapenzi, mawadda, pendana, kisha kuoneana huruma. Kila mwanadamu anapenda kuonewa huruma. Ndio maana leo mtu anapopata majanga, asipopata pole, unisikia mnyonge, na uwezi ukajua thamani ya neno pole ila pale unapopata na majanga. Angalia leo unapolazwa Bongo, mathalan uko Bongo umelazwa, alafu wale wagonjwa wenzio wale wanapotembelewa kwa makundi na makundi na ndugu zao na majirani zao na jamaa zao, alafu wewe ukao uko Bongo katika kitanda chako, yule anayekuletea chai asubuhi mchana humuoni tena, namna gani unahisi? Unyonge na udhalili. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujua sisi wanadamu tabia zetu, akatengeneza arrahma, akatengeneza yule mtu ambaye atakuonea huruma, atakwambia pole, akakutengenezea mtu ambaye utaishi nyumbani mwako pamoja naye, umepatwa na lolote atakwambia pole. Ima mke atamwambia mume ama mume atamwambia mke. Angalia pale ambapo umeanguka, umetembea ukaanguka, kisha sisi tunatoka msikitini tukakupita, ikawa hatuna habari na wewe, madhasho, utahisi nini? Utahisi unyonge, kwamba jamii imenitelekeza, jamii haina habari na mimi, kwa sababu utahisi kwamba jamii hainitaki. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua thamani ya jambo hili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakutengenezea mtu ambaye, akakuamrisha mtu ambaye utaweza kuishi naye, atakuonea huruma. Ukipata na matatizo utakuwa na maisha. Hizi ndio faida za ndoa. Nafsi ya mwanadamu inahitajia malezi. Nafsi ya mwanadamu inahitajiwa kulelewa katika kutenda, katika kutazama, katika kusikia sauti. Ndio maana leo unapohimiwa wafurahi, unapozomea unashukia, unapotazama yale ambayo unayapenda unafurahia. Haya ndio malezi ya mwanadamu. Leo nenda kwenye bustani nzuri kabisa, angalia bustani. Leo nenda katika bahari ya Hindi, nenda katika ziwa Victoria, simama katika fukwe, itazame maji yale yanapotembea. Nafsi yako inartaa, inafurahi. Kwa nini? Mwanadamu nafsi inahitajiwa kulelewa, nafsi inahitajiwa kubembelezwa, nafsi inahitajia mwenzie, nafsi inahitajia msaada. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua madhaifu tulionayo na mahitajio tunayohitajia sisi kama wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tutengenezewe ndoa. Kwa sababu gani? La kwanza, tupate utulivu wa nafsi yetu, na uwezi kujua thamani ya ndoa
thamani ya utulivu. Ila wale ambao ni mamachela leo hii waulize nini maana ya utulivu, na waulize wale wenye ndoa nini maana ya utulivu, watakueleza maana yake. Kwa hiyo unaweza ukahisi vitu vidogo vidogo, lakini ndio malezi ya wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuonea huruma mwanadamu zaidi, kiumbe wake zaidi kuliko mzazi kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda sisi waja wake zaidi ya wazazi wetu. Huruma aliyonayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi ni zaidi ya wazazi wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi ni miongoni mwa mapenzi yake, haya ni miongoni mwa huruma zake. Jalia sisi tuweze kuoa. Leo wangapi wanahangaika kwa ajili ya kutaka kupendwa kijamii, wanatafuta taaluma za kusomewa, wanatafuta maombi, jamii nipende, jamii nikubali, kazini nikubalike. Wangapi wanahangaika leo? Sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaujua udhaifu huo, akatuandalia ndoa ili upate mwenza, mwanamume apate mwanamke mwenza na mwanamke apate mwanamume mwenza. Vile vile katika faida ya ndoa ni vita dhidi ya maradhi, na katika faida ya ndoa kutengeneza wasaidifu na ndoa kujenga familia. Twende kwa nukta moja moja. Ndoa huondoa umaskini. Zipo hadithi mbalimbali za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi zilizokuja thibitisha zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Kulikuwa na sahaba anaitwa Juwaybir. Alikuwa ni sahaba faqiru, maskini, hana mbele hana nyuma. Siku moja anaambiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Juwaybir, njoo Juwaybir. Mtume sallallahu alaihi wa alihi Muhammad anamwambia Juwaybir, nataka kukuozesha. Juwaybir akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hivi haufahamu kwamba mimi Juwaybir ni fakiri, ni mtu maskini, similiki chochote? Ya Rasulullah, kula yangu ni tabu, kulala kwangu ni tabu, maisha yangu ni ya tabu. Basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia Juwaybir, na akarudia Bwana Mtume akamkariria Juwaybir, akamwambia nataka kukuozesha. Na masahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee, wakiamrishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi hawageuki nyuma. Sio mimi na wewe, kwamba leo ukiamrishwa jambo na shekhe akisema kwamba Mtume amesema, jambo la kwanza tunasema nataka dalili. Kwa nini? Masahaba alikuwa hakuna nini, kwa nini? La, twende mbele, rudi nyuma. Ndio masahaba walikuwa wanaishi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juwaybir anamwambia Bwana Mtume, nimekubali Mtume uniozeshe, lakini Mtume swaliwa hali yangu. Mtume anamwambia mimi nitakuozesha.
Basi Juwayr, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mila za Kiarabu na sisi Waswahili wa Bantu kuna tofauti, na Uislamu haukuja kuondoa mila, isipokuwa umekuja kuondoa mila zile ambazo zinaenda kinyume na Uislamu. Ndio Uislamu kuja kuondoa mila hizo. Kwa hiyo Waarabu tamaduni zao na mila zao na sisi zinatofautiana kidogo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia Juwayr, nenda katika familia, nenda katika kabila wanaoitwa Bani Baydha, koo hilo, kama kwetu kusema nenda katika ukoo wa Nsema, nenda katika ukoo wa Maduga. Jifunze katika kisa hichi kizuri na kinatufunza kupitia kwa Rasulullah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipoelekeza Juwayr, akenda katika ule mkuu wa kaya, baba mwenye mji wake, akamwambia nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nije nitoe salamu kwamba mimi nataka nioe katika familia yako. Tena Mtume Muhammad ameniambia kuna binti anaitwa Zulfa, nimetumwa salamu na majibu nimpelekee Mtume Muhammad baada ya kujibu wewe kwamba Zulfa anataka kuolewa na mimi nataka kumwoa. Na huyo Zulfa ni binti mrembo, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wameajalia fedha na mali. Sasa Juwayr anapeleka salamu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi, nenda ukaoe katika familia ya Bani Baydha kwa binti anaitwa Zulfa. Kwa kaya anamwambia Juwayr, ewe Juwayr, umesahau nyumba au leo Juwayr hauko sawa? Kimekufika kitu gani Juwayr? Anamwambia Juwayr, anamwambia nimetumwa na Rasulullah, nimetumwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anamwambia hapana, Mtume hawezi kukutuma wewe hapa. Hivi Mtume sallallahu alaihi wa alihi atatoka leo Mtume amwagizie mtu ambaye uwezo wake hauwezi kufikia hapa? Juwayr, sio maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Rudi Juwayr. Juwayr, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie, akarudi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia mkuu wa kaya amenikatalia ya Rasulullah, anasema maneno haya niliyokwenda nayo sio maneno yako ya Rasulullah. Mtume akamwambia Juwayr, rudi, nenda kawaeleze Bani Baydha, huyo mkuu wa kaya, kwamba wewe unamtaka Zulfa. Akafika tena kwa mkuu wa kaya Bani Baydha, baba anamwambia mke wangu amekuja Juwayr, tunasali msikitini, anasema ametumwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mama na baba wanapishana milango, huyu aingia huku atoka, kwa sababu ni amri kutoka kwa sahibul wahy, amri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Na masahaba wakiamrishwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hawageuki nyuma. Leo amri
baba enda uwani, mama enda wapi, mama enda chumbani, baba enda uwani. Zulfa anaona kile kizaazaa cha ingia toka, anamwambia baba na mama, kuna nini? Angalia mwanamke mcha Mungu Zulfa. Baba na mama, kuna nini? Anahadithiwa wana kumekuja sahaba bwana Mtume Muhammad na swali naye msikitini, lakini analipa chweli, analala msikitini, chakula mpaka msikitini nyumbani kidogo, pata chakula kidogo. Ni kama umone mtu hapa msikitini leo Ijumaa, mwambie bana tundo kale nyumbani kwangu, na ukaribishwa kale nyumbani kwangu. Yaani anategemea ofa. Lakini yeye mwenyewe Juwaybir hana uwezo wa kununua chakula chake. Zulfa anamwambia baba yake na mama yake, kama maneno haya kama aliyokuja nayo Juwaybir ni kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama mna hakika na yakini agizo la Juwaybir ni kutoka kwa Rasulullah, sina khiari, niko tayari kuolewa na Juwaybir. Mkuu wa kaya akamwambia Juwaybir, rudi kwa Rasulullah, nenda kwa Mtume Muhammad, kamwambie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ni kweli amekutuma Mtume Muhammad, njoo naye Mtume Muhammad. Si amesema atakupozesha, njoo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja akazungumza na mkuu wa kaya, yakatajwa masharti yanayotakikana, mahari na taratibu za kindoa. Mtume akatimiza masharti yale, kisha akamwozesha Zulfa, akaolewa na Juwaybir. Pale pale umaskini wa Juwaybir ukawa umepunguka. Ndugu zangu, huu ni mfano mmoja wa kuonyesha ya kwamba faida za ndoa, lakini iko mifano mingi ya zaidi ya huu kuonyesha mambo ambayo yanapatikana faida katika ndoa. Moja ni kuondoa umaskini, na iko hadithi inasoma na watu wanaidharau kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipata na sahaba, akaelezwa mimi maskini. Mtume akamwambia kaoe. Alikuwa na mke mmoja, akamwambia kaoe wapi? Akaenda tena kwa bwana Mtume, bado mambo magumu, akamwambia kaoe watatu. Akaenda tena akamwambia wanne. Sio ndoto za alnacha hizi, ni kweli na ni hakika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefanya hivyo, na ni kweli ndoa huondoa, na iko mifano mingi kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, ili tupate jamii iliyo bora, ili tupate jamii yenye rutuba, ili tupate jamii yenye heshima katika maisha yetu, lazima jamii izingatie umuhimu wa ndoa. Leo maradhi yameivamia jamii yetu kwa sababu ya kukosa ndoa. Imekuwa ni janga kubwa kwa taifa kwa sababu jamii haitaki ndoa, na Uislamu ni dini ya maumbile. Na leo hii wale ambao wanawake mmoja mmoja, kutokana labda kwa sababu si waadilifu, bado kwao ni kizaazaa kikubwa, kwa sababu Uislamu ni dini ya maumbile. Hauwezi kuamrisha kitu ambacho huwezi kukifanya.
maana leo kila mwanamume duniani ndoto yake ni kuwa na mke wa pili, kila mwanamume, isipokuwa kwa sababu zifuatazo: ima anamuogopa mke wake, ima anaogopa umaskini, ima anaiogopa jamii, kwamba hata yule bwana, hata yule. Haya ndio tulikuwa nayo. Yule pia aweza kaoa yule mmoja mshinda ataoa, pili ataweza wapi? Haya ndio matatizo yetu tulikuwa nayo. Hatima yake yule mke mmoja sasa hatoshi, anatafuta njia ya kwenda kufanya zina. Na watafiti wamebaini kuwa asilimia ya wanaume 60 wenye mke mmoja wengi wao wazee. Tafiti imebaini, kama tuambia kweli, asilimia 60 ya wanaume wenye ndoa ya mke mmoja wengi wao ni wazinifu. Leo kunapatikana watoto wa mtaani kwa sababu ya ndoa kutokuwepo. Anakwenda mtu anamwandaa mwanamke, anazaa naye, kisha anakataa mimba au amkimbie. Hatima yake yule mtoto anageuka chokora na jamii yetu. Hatima yake anaitwa yatima wakati hana sifa kuitwa yatima. Hatima yake tunapata vibaka, wezi, wavuta bangi, kwa sababu hawakupata nafasi ya kulelewa, hawakupata muda wa kulelewa, hawakupata nafasi ya kuwa na baba na mama, hawakupata nafasi ya kuelekezwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahusieni na kuhusia nafsi yangu umuhimu wa ndoa. Umuhimu wa ndoa kwa wewe ambaye una mke mmoja, umuhimu wa ndoa kwa yule ambaye hana mke. Leo ukiangalia ndoa ambazo zimevunjika, ndoa kutokuwepo kwa ndoa, ndio maana leo tunapata panyaroni, siku kuna mbwa wa nini, siku kuna nini, balaa zote. Tuone namna gani tutaweza kutengeneza uchumi wetu, namna gani tutatengeneza jamii yetu, namna gani tutapata maendeleo katika nchi yetu. Ndugu zangu, turudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa cha Juwayriya kinatufunza nini? Inatufunza wazazi wawaozeshe watoto wao bila tamaa. Leo kuna familia ambazo ukenda ukakosa, unaulizwa, je, umesoma mpaka darasa la ngapi? Lete vyeti. Ndoa leo hii watu wapeleka vyeti huko. Wewe una mali gani? Mimi sina nyumba Dar es Salaam. Lete hati tuzione. Kuna mafungamano gani baina ya vyeti na hati na ndoa? Kwa nini unapima uzito? Huyu atakwenda kulea mtoto wetu, huyu atapata kazi, huyu ana kazi, huyu ana mali, huyu. Kwa hiyo leo yule aliyevaa kidani atapata mke mzuri na aliye bora. Wewe ambaye umekuja Ijumaa kusema Allahu Akbar huna mke, utakataliwa. Ukitokea wewe na aliyevaa kidani amekuja na V8 maridadi kabisa nyeusi ameremeta, na wewe umekuja na kanzu, atakayekubaliwa ni yule aliyekuja na kidani amelegeza suruali. Aina tadhahabu. Waislamu wapi tunakwenda? Wapi tunakwenda? Wazazi walegeze masharti, usiangalie kwamba mtu mwenye uwezo ndio muweze kumwozesha. Yule asiyekuwa na uwezo usimwozeshe. La. Ukiwa na haya mtoto wako atakuwa mtumwa. Kwa nini akawa mtumwa? Sikubali mzaa. Kwa hiyo legezeni masharti. Hata mambo sikia mikaja sikia baba, mikaja mama, mambo tuyaondoeni mzaa. Kuna mkaja baba, mkaja mama, sijui ni na nini, hiyo kibebale korokoro zote milioni. Ikija mahali milioni mbili. Unaona mtajia hivyo, uwezo huo hana mafuta. Leo ataambia
sijui kilemba cha shangazi. Sote hii ni mawanya, vizuizi vyote. Je, haya Bwana Mtume Muhammad ameyafanya? Swali jiulize, haya nimeyafanya nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi ameyafanya? Insha Allah taala, kwa kuwa muda umekwenda na nimesema kuwa mada hii ni ndefu, tazungumzia faida za ndoa na hasara za kutokuwepo ndoa na himizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu ndoa. Kwa hiyo insha Allah taala nitaendelea na darasa hii hapa msikitini kadri Mwenyezi Mungu atakaponipa taufiki. Nas'alullahu al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm. Allahumma la tad'u li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la suqman illa shafaita wa la 'ayban illa satarta wa la rizqan illa basatta wa la khawfan illa amanta wa la su'an illa sarrafta wa la hajatan min hawaij hiya laka ridha wa li fiha as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Farja' al-mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.